الله تعالى وبركاته. الحمد لله قد خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة وبياده. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام ونظرة منهم إن صحت على أحد بعين ود بإذن الله تحييه. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala tulifuku adabu na wao, tupatie siri ya kutazama na siri ya kutazama na wao. Anapokea Imam Tirmidhi katika jami yake kutoka kwa Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma habrul umma. Anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaanza safari ya hijra akitoka katika mji wa Makka, alipoelekea akauhutubu akamwambia, ma atyabaki min balad wa ahabbaki ilayya ولولا أن قومك أخرجوني منك أو منك ما سكنت غيرك. Ni mji uliokuwa mzuri zaidi kiasi gani ile Makka, na ni mji unaopenda zaidi, na lau si watu wangu ulitoa nisingeishi mji mwingine wote. Maulama wanatuambia katika khitabu ama maneno ya mtume kama haya, kulikuwa kuna harufu ya hanin na shauq kwa mji wake na huzuni ya kuuacha. Wakatuambia hapa ndipo palipotoka hubbul watan min al-iman, hadithi ambayo kwamba ina maneno kwa maulama wa hadithi, lakini maana yake ni sahihi 100%, kwa sababu katika Qur'an al-Karim kuna aya zisizopungua 50 zenye kuzungumzia hubbul watan na mtu kufungamana na kwao na kupenda kwao. Na hii ni fitra, ni maumbile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka kwa viumbe, sio binadamu peke yake, hata kwa hayawani. A'azzakumullah, kuna baadhi ya wanyama wakihama katika sehemu wanazoishi wanafariki. Ile taalluq walionayo na mauti yao. Alipolijua hilo Firauni, wakataka kulitumia kama sababu ya kujenga chuki katika vifua vya watu wake, kumchukia Sayyiduna Musa na Sayyiduna Harun. Akasema, in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Hawa ni wachawi wawili wanataka kuwatoa kwa kupitia uchawi wao katika ardhi yenu. Kwa nini analitaja hili? Kwa sababu anajua taalluqi, mafungamano ya mtu na kwao, namna anavyopenda kwao. Akisikia kwa fulani anataka kutoa, atampiga vita. Ndio maana ukisoma sana Al-Qur'an Al-Karim utaona mara nyingi Mola Subhanahu wa Ta'ala anawashikanisha kuua nafsi kutoka roho katika miili na kutoka miili kutoka katika miili. Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum kisha au khuruju min diyar ma fa'aluhu illa qalil.
tungekuwa tumewafaradishia uwe nafsi zao ama watoke katika miji yao. Uwa nafsi yashikanishwa na nini? Kutoka katika miji, kuonesha kwa uchungu wa kutoka roho katika mwili ni sawa na uchungu wa kutoka mtu katika miji yao. La yanhaakum Allahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu alayhim. Vile vile akishanisha Mola Subhanahu wa Ta'ala kati ya mambo mawili. Kwa hii ni fitra ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kwa watu wote kwa jumla, na ndio maana Sayyidina Musa baada ya kuhudumika miaka aliyotumikia aila ya Madian, ikiwa ikaswiki Sayyidina Shuaib alayhi salam, Mola anatuambia falamma qada Musa al-ajala sara bi ahlihi ila akhir al-aya. Alipomaliza ule muda wa kutumika, alichukua ahadi zake wakaanza safari. Al-Imam Ibn Arabi al-Maliki anasema alipomaliza ule muda uliokuwa umefunga katika sehemu kama ile, shauki ya sehemu alipotoka wao ikamwingia Sayyidina Musa, akawa na hamu ya kwenda. Hicho ni kwao siku zote. Inshallah kwe kuna joto kali, kwe kuna baridi kali, kwe ni msituni, kwe kutakapokuwa, lakini baladi wa injarat alayya azizatun qawmi wa indhannu alayya kiram. Ndio maana yakuta al-Hamawi katika Mu'jam al-Buldan asema katika maajabu niliona katika kuzunguka kwangu, asema nimepita katika mji unaitwa Siraf. Hakuna katika mji huo isipokuwa fuqara, hali ngumu kabisa, lakini halikuwaweka sehemu kama hiyo isipokuwa hubbul watan. Kwa wanaweza kutoka kwenda kwingine. Bali anataja Imam al-Jafar katika al-Hadith ila al-Awtan, asema makabila ya Kiarabu yalikuwa yanapotoka kusafiri kwenda sehemu nyingine, wanabeba mchanga wa ardhi ya kwao. Wakifika sehemu kama zile, wakipatwa na shauku, wanaunusa ule mchanga iwatulize shauku waliokuwa nayo. Ubingwa wa lugha Imam al-Asma'i akasema, sami'tu a'rabiyyan yaqul, nimesikia bedui akisema, idha aradta an ta'rifa ar-rajul, ukitaka kumjua jana dume, soma dume, jana dume, asema fanzur ila tahannunihi ila awqanihi wa tashawwuqihi ila ikhwanihi wa bukaihi ala ma mada min zamani. Asema ukitaka kumjua mtu sawasawa, kataja sifa tatu. Ya kwanza kabisa ndio kwamba tunahitaji hapa, mwangalie hanini aliyokuwa nayo, shauku aliyokuwa nayo kwa kwao. Ukimsikia mtu anatokana kwao, Yesu Mungu ana peleleze vizuri, ni mtu wa kuingia kwa nyumba. Kwa hiyo kutakapokuwa inshallah kuna umeme, inshallah ili ufike lazima utumie njia zote za usafiri. Na wengine wanapanda ndege, wafike wapande gari, wafike wapande boti, mwisho wanapanda na punga, sawa, ili mtu afike kwao. Lakini kwa sababu ni kwao, anaenda na anafuraha. Mwenyezi Mungu tunazuku mahaba ya kupenda miji yetu, ya kupenda nchi zetu. Tukishajua hilo, tuhifadhi miji yetu, tuhifadhi sehemu zetu. Leo ukiangalia ulimwenguni, kuna watu wamesambaratika sehemu mbalimbali, watamani kurudi kwao, lakini wanashindwa kwa sababu hali ya kukosa usalama ndani yake.
Mwenyezi Mungu tudumishie amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe taalluq na kwetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amhifadhi baba yetu Said Ahmad al-Muhajir, yeye na wanawe na dhuria yake na wote waliokuisha majlis kama haya. Majalis kama haya yanaendelea ni sababu ya kupatikana amani katika miji yetu, ni sababu ya kuzidi baraka katika miji yetu. Na sikuzungumza isipokuwa kufuata amri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.